Hao watu wanaotoa leseni wamefuata sheria? Ufuska haufai. Huwezi kutokewa na dharura ukasema unatoka usiku, huwezi. Mmoja anapanga, mmoja anapepesuka, kamkata mwenzake, damu yote imeingia kwenye nguo zangu. Ukitoka alfajiri kubwa, haya yote utayaona, na sana kuanzia Ijumaa kuamkia Jumamosi. Wananchi wa Mbweni shehia Kiembe Samaki wamefanya kikao maalumu cha kujadili changamoto zinazosababishwa na baa zilizopo katika maeneo yao. Wakazi hao wameeleza kuwa baadhi ya baa zimekuwa zikivunja maadili ya jamii na kuchangia kuongezeka kwa vitendo vya uvunjifu wa amani, hususan nyakati za usiku, ikiwemo makelele kupita kiasi pamoja na matukio yanayohatarisha usalama wa wakazi. Jana asubuhi mimi nafanya kazi mbali kidogo na maeneo haya ninayokaa. Natoka baada ya swala kuelekea kazini, nimevaa vizuri alhamdulillah. Nafika mtaani hapa, nataka kufanya daladala, watu wanafukuzana, mmoja anapanga, mmoja anapepesuka, kamkata mwenzake, damu yote imeingia kwenye nguo zangu. Ilibidi nirudi nyumbani ili kubadilisha nguo, alafu niendelee safari nyingine ya kwenda kazini. Hiyo la jana asubuhi. Kwa mimi natoka asubuhi na mazoezi, nafuta na mke wangu, basi mwisho anakuwa anaona haya yule mke wangu jinsi kwamba ninakwenda kwenye mazoezi. Yaani nishaona si mara moja si mara mbili nishayaona. Na zamani kulikuwa kuna mabaa, watu wanakunywa kwa heshima na wanatoka kwa heshima, wanajulikana na kwenda pale jana. Wale mkuti mtu njiani kwa mambo yalikuwa yana maana. Lakini yote ya sisi tunautupia mzigo serikali. Serikali ndio yenye mamlaka haya. Uendaji uchi serikali, unywaji baa ovyo wa serikali. Tizama kisehemu kidogo, na hao wenye baa wako mtaani, wamepata leseni kwa njia ipi? Hao watu wanaotoa leseni wamefuata sheria kwamba hii baa iko mtaani inaruhusika? Wamechukua concept yetu? Hakuna. Kwa hiyo mpaka kufikia kuzungumza malalamiko haya, sababu ni baadhi ya watendaji wa serikali, ndio maana tunafikia hapa. Lakini wao wasingetoa leseni, sisi tusingefikia hapa na haya mambo yote yasingetukuta. Lakini baadhi ya watendaji sio waadilifu, ndio sasa tunaingia matatizo. Watu wanaingia mitaani, wanafanya fujo, wanalewa. Sasa tunaanza kukaa tena vikao, kila mtu amenyamaza kimya, anaona ni jambo la kawaida. Wallahi, adhabu ya Mwenyezi Mungu itakapokuja, kila mmoja tusaidiane sisi kama community. Hiyo serikali sawa, lakini kama serikali ikiwa serikali yenyewe anayosimamia mtu mmoja, kwa sababu mimi sasa hivi nashindwa kujigawa. Mimi mwanajamii, serikali. Mkisema kwamba mnaniambia mimi kama serikali, huko serikalini kila mtu na portfolio yake. Lakini tukisema kwamba sote tunasimama kama jamii, tuna sauti hii moja, ndio serikali itasema hapana, hawa wanajamii wametaka hili jambo liondoke katika mtaa wao. Hawa kwa nini watu wanapata nguvu? Ni kwa sababu sisi wenyewe tumegawanyika. Kila unapopita ni kibanda, kila unapopita ni kibanda. Ufuska haufai. Huwezi kutokewa na dharura ukasema unatoka usiku, huwezi. Na jamii kabisa imeharibika. Ukiwaambia majirani, wao kwa majirani hawajaja kama hawajapata barua au hawajaja. Lakini hakuna, yani jamii yetu hapa Mbweni kama imekuwa kwamba atafanya fulani, yeye ndio kiongozi. Sawa? Uongozi ni dhamana, naweza nikawa leo kiongozi, kesho sio kiongozi, lakini bado nitaendelea kubaki kama mwanajamii hapa. Tushikamaneni, tusikilizane, tusimamieni. Hawa watu watakapoona kweli jamii ya hapa imesimama, hili jambo halitakiwi, basi halitakiwi. Lakini kama mtasubiri kwamba misaada ndio atatusaidia, mimi nitakuwa napigana, lakini nitakuwa mtu mmoja. Imagine Mzee Isa anasema halali mchana, asubuhi halali. Yani tunajali zaidi biashara kuliko kujali maslahi yetu kama wanajamii. Hakuna sote. Akizungumza katika kikao hicho, mjumbe wa sheha wa shehia Kiembe Samaki amesema tatizo hilo limekuwa la muda mrefu na sasa limefikia hatua ya kuhitaji utatuzi wa haraka. Pia ameomba serikali iingilie kati na kuchukua hatua stahiki ili kutatua changamoto hiyo na kurejesha hali ya amani na maadili katika eneo hilo. Ukipita alfajiri watu wanapigana, chupa zinavunjwa, zinatupwa vitu vya aina mbalimbali.
Juzi kati na kwenda mazoezini, nilikutana na mwanamke anafukuzwa. Yule mwanamke yuko uchi wa nyama, tena yuko uchi wa nyama, anafukuzwa na wanaume hawa wawili. Baada ya kuniona mimi natokeza hivi na kwenda zangu mazoezini, wale wakarudi, yule mwanamke akaelekea huko. Na wengine ni watoto wetu katika huu mtaa, wako pia wanakuwepo pale alfajiri. Ukitoka alfajiri kubwa, haya yote utayaona, na sana kuanzia Ijumaa kuamkia Jumamosi, lakini Jumapili kuamkia Jumatatu haya hayapo. Ile Ijumaa kuamkia Jumamosi, haya utakutana nayo, tena ni alfajiri kweupe utakutana nayo. Angel Paul, ASAM Online TV.